kuwaletea wananchi maendeleo. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa deni la serikali. Kufikia tarehe 30 Juni 2024, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35. Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 kilichokuwa kimeripotiwa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023. Hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1 ambalo ni sawa na asilimia 18.36. Deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje la shilingi trilioni 65.40. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Viashiria vikuu vinaonyesha kuwa thamani halisi ya deni la nje ni asilimia 23.6 ya pato la taifa, chini ya ukomo wa asilimia 40, na deni la jumla ni asilimia 41.1 ya pato la taifa, chini ya ukomo wa asilimia 55. Malipo ya deni kwa mapato ya mauzo ya nje ni asilimia 127.5, chini ya ukomo wa asilimia 180, na malipo ya deni kwa mapato ya serikali ni asilimia 14.5, chini ya ukomo wa asilimia 18. Mheshimiwa Rais, niende kwenye mapato ya kodi. Ukaguzi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania umebaini kuwa katika mwaka wa fedha wa 2023/2024 jumla ya makusanyo yalifikia shilingi trilioni 26.07 ikilinganishwa na shilingi trilioni 22.58 zilizokusanywa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023. Hili ni ongezeko la shilingi trilioni 3.49 ambalo ni sawa na ongezeko la asilimia 15.46. Licha ya ongezeko hili, Mheshimiwa Rais, makusanyo haya yalikuwa chini kwa shilingi bilioni 659.61, sana asilimia 2.5 ya makadirio ya shilingi trilioni 26.725. Makusanyo ya kodi, Mheshimiwa Rais, yalichangia asilimia 56 ya mapato yote ya serikali. Niwapongeze TRA kwa juhudi zao za kukusanya mapato na kukaribia kufikia malengo ambayo yamekuwa yakiwekewa na serikali. Mheshimiwa Rais, katika mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa, mamlaka za serikali za mitaa zimekusanya jumla ya shilingi trilioni 1.23 ambayo ni zaidi ya makisio ya shilingi trilioni 1.14. Halmashauri 110 zilivuka malengo yao ya makusanyo huku halmashauri 72 zikishindwa kufikia malengo. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio hayo niliyotaja, ukaguzi wangu umebaini mapungufu kadhaa katika ukusanyaji wa mapato kama ifuatavyo. Kwanza, kesi za kodi zinazosubiri maamuzi za shilingi trilioni 9.83. Mamlaka ya Mapato Tanzania ilikuwa na kesi 1186 za kodi zenye jumla ya shilingi trilioni 9.83 zilizokuwa bado hazijatatuliwa katika mahakama za rufaa za kodi kwa Tanzania bara, kwa maana Court of Appeal of Tanzania, TRAT na TRAB. Bwana Mashaka, vipi? Habari ya siku bwana. Mbona kwenye ofisi za mikopo tena ndugu yangu? Ndugu yangu Clever, mikopo inanitoa roho. Vipi wewe kwenye madini? Mimi niliachana na hiyo kazi, maana kwanza mgodi uko mbali sana. Alafu gharama za uendeshaji mitambo kwa dizeli zilikuwa juu mno. Ndugu yangu pole sana. Kweli tulipata shida kwa muda, lakini tulipoletewa nishati ya umeme na serikali ya awamu ya 6, imekuwa ni suluhisho kwa changamoto zote hizi. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imefanya kazi kubwa kuleta umeme hadi mgodini. Sasa hivi hatutumii tena mafuta. Mashine zinafanya kazi ya kuchota maji na mchanga kwa ufanisi mkubwa. Gharama za uendeshaji zimeshuka. Tunatumia teknolojia nzuri kwa unafuu. Na watendaji wanafanya kazi kwa furaha, na nisikufiche ndugu yangu, pesa tunapata. Unatufikia nishati ni maendeleo, umewaka unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wakala wa Nishati Vijijini, REA.